Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kapate maji. Ndio maana mnaona mradi huu mkubwa wenye mtawanyo mkubwa kwenda kwenye vijiji. Hizi ni hatua ambazo Watanzania zinajenga heshima kwa nchi yetu. Watanzania wote tunatakiwa tumiliki mchakato wa aina hii. Na hapa nimetaja tu sekta chache. Kwenye kilimo hivyo hivyo alikuta miradi 13 ya umwagiliaji. Sasa ni miradi 780. Maana yake nini? Anatambua tunakokwenda, idadi ya watu inaongezeka, ardhi haiongezeki. Tunatakiwa tuwekeze kwenye nini? Tunatakiwa tuwekeze kwenye kuzalisha kutokea eneo dogo. Na ninyi watu wa Kilimanjaro ndo watu wa mfano mnaojua madhara ya udogo wa ardhi na ongezeko la watu. Hizi hatua zote zinatakiwa ziungwe mkono na Watanzania wote. Nimepita Tanga, nimewaambia. Jana nimewaambia Same na Mwanga pale. Nikawaambia hatuna hata haja ya kupigana kwa ajili ya ardhi, kwa sababu hata tukipigana ardhi haiongezeki. Na mtu ukiwa na jazba, wataalamu wetu wa science wanatuambia, ukiwa na jazba uwezo wa kufikiri unapungua. Kwa hiyo badala ya kuwa na jazba tukaamua kupigana, bora tukae chini tupange vizuri matumizi ya ardhi. Ardhi haiongezeki. Nimesikia ya wakulima na wafugaji. Wala hakuna haja ya kupigana. Tunatakiwa tupange tunatumiaje ardhi. Tukae kimya, kwa umakini, kwa uangalifu, tupange tunatumiaje ardhi. Wala tusiende kwenye kila mkulima aanze kuona mfugaji ni adui yake. Kila mfugaji aanze kuona mkulima ni adui yake. Hata mkawekeana uadui. Hata mkajengeana na senyenge, mkaweka fence kwamba wakulima wawe huku, wafugaji wawe huku, ardhi haiongezeki. Kwa hiyo nimeona nipongeze jitihada hizi, na sisi wananchi wote tuungane, tumuunge mkono rais wetu ili kuweza kufanikisha haya. Tukienda kwa jazba hatutatui. Wala jazba haitaongeza ardhi. Tutashindwa kuwa tunazikana kwenye misiba na kwenye sherehe kwa sababu tumewekeana uadui. Sasa kazi hizi zinafanyika. Mimi nimepewa jukumu la kufuatilia kazi zifanyike kikamilifu. Na ndio maana wazembe nitawabana, watajikuta katika sehemu iliyo ngumu kupumua. Wazembe, wavivu, wezi. Kwa sababu nataka haya maono pamoja na fedha zinazopelekwa kwenye miradi ziwanufaishe Watanzania kweli kweli. Nimeenda nikakuta maeneo mengine lawama zinaenda serikalini, kumbe kuna wazembe huku hawajatimiza wajibu wao. Rais ameshapeleka fedha, anataka mradi ukamilike, alafu mkandarasi amechukua fedha anadunda nayo mtaani. Kaenda kununulia gari jipya. Nikasema huyu mnamfuatilia, mnachunguza nini na fedha amechukua na mradi hajatekeleza? Kamateni, mshikilie asitoke mpaka azitapike hizo fedha. Ndio. Watendaji wengine fedha imesha kuja ya kujenga matundu ya vyoo. Nilikuta Tanga pale, matundu ya vyoo. Fedha imesha kuja. Madarasa, mwaka mzima fedha wanayo kwenye akaunti. Alafu watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Wanataka rais ndo aje kujenga matundu ya vyoo pale.